Ni siku mpya inayobeba matumaini mapya kabisa. Jumatatu tulivu ya tarehe 2 2026 ni Machi, siku ambayo ina mengi kweli kweli yaliyotokea, yaliyozua mambo mengi katika usiku wa dabi ya Kariakoo iliyochezwa New Amani Complex, Young Africans dhidi ya Simba Sports Club, ikitamatika kwa suluhu ya bila kufungana, huku ikiwa imebeba matukio mengi kweli kweli. Michezo na burudani imekuwa ni utamaduni na taarifa mbalimbali zimekuwa ni sehemu ya yale yote ambayo wadau wanaotufuatilia kupitia Mlimani TV wanatamani kuyajua. Mimi ni kizazi juaji Don Balabala, niite Donald Balabala kwenye mitandao yote ya kijamii. Ni kizazi juaji Don Balabala. Leo hii ni Jahara sehemu ya pili ikizungumza michezo na burudani ndani ya Mlimani leo asubuhi, na nitakuwa na mgeni mtu wa nguvu kweli kweli, mchambuzi wa mpira, si mwingine ni Admin Livingstone Jr. Na hisi ni mara yako ya kwanza kufika. Yeah, kweli kwa neema za Mwenyezi Mungu leo nimeweza kufika Mlimani. Of course ni mara ya kwanza, so ni vyema na haki kuwa hapa. Ni vyema kabisa na haki kuwa hapa. Yeah. Yes, ni siku tulivu kabisa hii Jumatatu living, lakini tukumbuke jana ulikuwa ni usiku ambao ulikuwa na mambo mengi kweli kweli, usiku wa dabi ya Kariakoo. Tathmini yako kwa ufupi kwa mchezo ulivyoenda kabla ya sisi kuyatazama matukio ya mchezo mzima yaliyotokea? Ni kweli Kariakoo dabi ilikuwa ni mchezo mzuri sana. Ukifuatilia kimbinu zaidi unaweza tukampa kongole mwalimu Steve Barker wa Simba Sports Club. Aliweza kufanya homework yake vizuri kutokana na kind of play ambayo Yanga Sports Club wanaitumia. Ukiangalia katika build up ya Yanga wanapenda kuanza na watu watatu nyuma, akiwa ni mabeki wawili pamoja na namba 6 mema nyingi anakuwa ni Damaro. Lakini jana Steve Barker aliweza kuivunja hiyo au minimize hiyo hamu ya Yanga kuanzia nyuma kwa kuanza na force namba 9 na Benny Loemba. Of course kwa wengi ilikuwa ni kama surprise kwa sababu tukutegemea kama angeweza kuanza na force namba 9, lakini advantage yake ilikuwa ni nini? Yanga Sports Club wakiwa wanaanza build up yao kuanzia nyuma wanapenda kutumia watu watatu ambao ni Baka, Job pamoja na Damaro. Lakini uwepo wa Loemba, Oura, Chama ulikuwa unaweza kuibit sana hiyo build up ya Yanga mpaka ikawa na lazimu kutumia long balls kwa sana. Kwa nini? Loemba alikuwa na act kama force number 9 katika kwenda ku press center backs wa Yanga. Mpira unapokuja katika midfield kwenye progression, Loemba pia anatoka kuwa striker anarudi kuwa midfield. Kwa ndo maana jana Simba Sports Club waliweza kuwa na viungo takriban 4 mpaka 5 katika eneo la kiungo. Wakiwa wanaanza build up yao wanakuwa na Toure pamoja na Rushan Deruk, lakini pia pale katikati waliweka watu wengi kutokana na uhitaji wa mwalimu Baka kumiliki mchezo. Kwa nini? Namba 2 Kapombe, namba 3 Kibabaje walikuwa wanaunganika na Lassana Kante pamoja na Kagoma. Wanakuwa na watu 4, wanakuwa washapata numerical advantage dhidi ya watu 4 wa Yanga Sports Club katika mfumo wao 4-4-2. Lakini pia Ino Loemba pamoja na Klatus Chama wakawa wanakusanyika nao pale katikati kuongeza idadi, kwa wanakuwa 6 dhidi ya 4. Young Simba wanakuwa wamepata wingi wa wachezaji katika kiungo kushambulia. Yes, wanapoenda kushambulia. Alafu huku wide players wao ambao ni Oura pamoja na Lebase Geye wanatanua mapana ya uwanja ili kupeleka zile 1v1. Kwa maana unakuta mara nyingi jana tulishuhudia battle ya Geye pamoja na Shabalala. Hii ikawa inawalazimu Baka pamoja na Job kwenda kucover spaces ya Israel Mwenda pamoja na Shabalala na kuacha uwazi katika tambo mara nyingi ulikuwa unatumika na Wemba pamoja na Aura au Atachama akiwa anaingia. That's why kipindi cha pili tukaweza kuona Baka alivyoona vile kocha wa Simba ikabidi muingize Selemani Mwalimu ili uweze kutumia ile nafasi inayoacha pale katikati, na ndio maana hata goli ambalo lilifungwa na Selemani Mwalimu alikuwa katika ile space ya mabeki wawili ambaye ni Mamnyeto pamoja na Baka. Lakini ndio vile baada ya goli kufungwa makosa kibinadamu ya line 1 yakaweza kusema kwamba ni offside. Lakini unaweza kuona kwamba ni namna gani Steve Barker aliweza kustudy defensive play pamoja na offensive play ya Young Africans mpaka kupelekea jana Simba kuwa bora katika maeneo yote ya kiwanja. Nilizungumza kama we ni shahidi tukiwa nje ya hapa living kwamba mchezo mkubwa kama huu dabi ya Kariakoo haihitaji zaidi makosa ya kibinadamu kwa marefari, kwa sababu imekuwa na pressure na inazua mambo mengi kweli kweli. Tukio limetokea, goli la Selemani Mwalimu Gomez limekataliwa. Je, kwa upande wako ni goli halali au ni maamuzi sahihi kutoka kwa line 1 Kasim Mpanga? Kwa goli la Selemani Mwalimu
lile ni goli, clear onside goal. Ukiangalia katika sheria za mchezo katika IFAB, International Football Association Board, sheria namba 11 inayozungumzia offside ama kuotea, inaeleza kwamba mchezaji ili kuwa katika nafasi ya kuotea inabidi aidha mguu ama kichwa tofauti au kiungo chochote cha kwenye mwili tofauti na mikono ambayo haifungi awe amezidi beki wa mwisho wa timu pinzani na kwenda kufunga goli, au awe mbele ya beki pinzani ambako timu inakwenda kufunga goli. So ukiangalia positioning play ya Selemani Mwalimu pamoja na positioning play aliyokuwepo Bakari Nondo Mwamnyeto, kilichofanya vunje offside ni mguu aliyokuwa ameuacha. Kwa hiyo ndo maana ikawa inahesabika kama clear onside goal. Lakini kutokana na quickness ya wachezaji wetu walionao, especially Mwalimu, ile cross iliyopigwa na Oura alipokwenda kumalizia ile line 1 akahesabu kama Selemani Mwalimu alikuwa ameotea nyuma ya Bakari Nondo Mwamnyeto, lakini kiuhalisia ukiangalia hata replay Bakari Nondo Mwamnyeto alivunja ile offside. Lakini vivyo hivyo upande wa Young Africans, ile nafasi ya Prince Mpumelelo Dube aliyokuwa amewaacha mabeki wa Simba na line tu kunyosha kibendera kwamba ilikuwa offside, na yenyewe ile pia haikuwa offside, ile ilikuwa ni clear onside. Ni vile alimnyima opportunity ya kwenda kupata goli. So unaweza kuona kwamba tunaweza kusema kwamba ni kushindwa kutafsiri sheria ya offside hasa kwa waamuzi wetu wa ligi kuu ya Tanzania bara. Lakini ukiangalia zile nafasi mbili ya Selemani Mwalimu, yes ni clear goal, lakini pia nafasi huko amepata Mpumelelo Dube kwa ajili ya kufunga goli, na hiyo pia ilikuwa ni clear onside chance. Lakini vile waamuzi wetu kwenye kutafsiri sheria ndo wakawa kidogo wanautata. Sasa kwenye matukio ya namna hiyo bwana Living, yani imefika muda sahihi wa sisi kutafuta suluhisho kwa maana ya VAR hata katika mchezo walao mmoja tu mkubwa kama huu dabi ya Kariakoo, kwa sababu ni wazo ambalo la muda mrefu kwenye ligi yetu, lakini limeonekana kuwa kubwa sababu linagharimu pesa. Yes, ni kweli. Sote wapenzi wa mpira tunapenda tuone mchezo ambao utakuwa na haki, ambao utakuwa unapendeza machoni pa watu, ambao pia hauna malalamiko. Yes, tunataka tukafanya kama ndugu zetu wa Misri. Misri walifikia hatua kwamba dabi inapofika siku ya dabi ya Al Ahly pamoja na Pyramid, referees au officials wanatoka nje ya Misri. Zamalek na mechi za namna zenye pressure, especially Zamalek, Pyramid, Ahly, marefali wanatoka nje ya mipaka ya Misri. So unaweza kuona na sisi tunaweza. Ni kweli kipindi cha nyuma VAR ilikuwepo, pia mafunzo yalikuwa yameanza kutolea, japo hatujajua feedback imefikia wapi, lakini mafunzo yalianza kutolewa, tuka expect kwamba msimu huu tunaweza tukaanza kutumia VAR katika ligi yetu. Lakini ikaonekana changamoto ni wataalam wa kuicontrol au kuiendesha ile VAR. So tunaweza tukafikia huko. Last time nilitoa mfano kwamba ile derby ambayo Young Africans alishinda kwa mabao 2-0 iliyochezeshwa na wale wa Misri, ni kweli wale ni binadamu, makosa yapo, lakini ni yale makosa ambayo yanaweza yakatokea kabisa kwamba yes, hata kama hapa ningekuwa ni mimi hii nisingeona, lakini kuna yale makosa hayana impact yes kwenye mchezo usiku. Kwa mfano jana Simba au Yanga, especially Simba alikuwa anaanza kuondoka na alama tatu. Yes, kutokana na ile goli alikuwa amefunga Selemani Mwalimu, lakini kutokana na makosa aliyofanywa line 1 yes yakaweza kuondoa ile faida kwa Simba Sports Club. So unaweza kuona kwamba tunaweza yes tuka apply VAR, lakini pia kama hatuna uwezo kutumia VAR au mapato bado hatujafikia huko, tunaweza tunatoa waamuzi nje kama tulivyofanya last time. Tukachukua waamuzi nje wakaja wakachezesha mchezo ambao utakuwa ni bora na wa haki. Mtazamaji, bado tupo tunatazama na kuangazia zaidi tathmini ya mchezo wa jana dabi ya Kariakoo, matokeo ambayo yalipatikana kwa dakika zote 90. Kizazi juaji Don Barabara, nipo na Livingstone Junior, admin wa michezo. Bana Living, kwenye baada ya matokeo kuisha, tayari tumeona msimamo Young Africans bado wanashikilia msimamo pale, lakini Simba wao bado yani matokeo yaliyopatikana hajabadilisha chochote, kwa sababu bado Yanga anamzidi alama 5. Kama Yanga angeshinda angemzidi Simba alama 8, lakini Simba angeshinda angepunguza zingebaki 2. Vipi pressure ndani ya msimamo wa ligi kuu kuelekea mbio za ubingwa sasa kwa hawa wawili? Yes, pressure lazima iwepo, especially kwa timu zote mbili. Kwa nini nasema timu zote mbili? Match hapa tarehe 15 Young Africans anakwenda kucheza dhidi ya Azam, lakini pia na Simba naye atakuja kucheza dhidi ya Azam, ambaye
anaaminika na katika records pia ni mpinzani mkubwa sana wa hivi vigogo wao wawili. So unaweza ukaona kwamba pressure bado ipo kwa wote, cause point 5 ni it's like 2 games. Unaweza ukapata sare pia ukadondosha ukapoteza game moja, Simba amecover game, lakini Simba naye vile vile gap la point 5 linaweza ikawa jingi ukishindwa kuwa clinical na nafasi unazozitengeneza au kuwa stable katika michezo yako. Kwa mfano, jana Simba ametengeneza nafasi almost zaidi ya 4, lakini akashindwa kutumia hata nafasi moja. Na hii imekuwa ni muendelezo wa Simba. Hata michezo 5 kabla ya dabi, Simba alitengeneza nafasi nyingi, lakini conversion rate ya nafasi kwenda kwenye magoli ikawa ndogo, tofauti na wapinzani wao ambao ni Young Africans. Simba anapiga mashuti mengi, lakini mengi yanakuwa off target, tofauti na mpinzani wao ambao ni Young Africans. Kabla ya dabi, michezo kadhaa hapo nyuma, especially 4-5, Yanga alipiga mashuti 44, lakini 24 yakawa on target. Simba kapiga mashuti 77, lakini 29 ndio on target. So unaweza kuona ratio ya mashuti unayopiga na nao lenga lango ni machache kwa Simba, alafu chances zinazotengenezwa na zinazotumika na kuhesabika kama magoli ni chache, tofauti na Young Africans. So kama Simba keep up kwenda na muendelezo huu wa ligi wa kutengeneza nafasi nyingi lakini wanatumia chache, inaweza ikawa pressure inaweza ikazidi. Kwa maana mwenzao Yanga sio mwingi wa kutengeneza nafasi, lakini anapozitengeneza anazitumia. So ni kwa wao wenyewe, pressure ipo juu, lakini ninaona pressure ipo juu zaidi kwa Simba Sports Club. Kama akicheza games zinazofuata the way alivyocheza derby au kufight kwa kupambania badge ya timu, Simba na Sports Club pamoja na Young Africans tunaweza tukaona title race nzuri sana. Na Azam kumbuka anakuja. Kumbuka JKT ipo nafasi ya 3 kama sio ya 4. So unaweza kuona kwamba battle inazidi kuwa kubwa. Yes, Young Africans ameshatengeneza uimara wake katika ligi kuu, tukatai, lakini ligi tunasema ni mbio ndefu. Hatujui michezo tunapoanzia hapa kwenda paka duru la pili, kwenda paka mechi za mwisho zitakuwaje. So pressure yes inazidi kuwa kubwa kwa Simba na Yanga. Tunaomba makosa ya kibinadamu yasije yakatokea hata baadaye tukarudi tena kuanza kulalamika hapa, cause tuna zile miaka ya nyuma tumekuwa na yale matukio kwamba Simba anapokuwa pata mpinzani tafu, marefa leo anabeba. Yanga anapopata mpinzani tafu, marefa leo anabeba, ili kusudi kuwatengenezea nafasi za wenyewe kuwa kucompete na ubingwa pale juu. So we all need a fair and a competitive game kwenye ligi yetu, lakini pia ubora kutoka katika vikosi vyote, kwa maana wote wana quality players, especially maingizo mapya ya Simba Januari na pia Yanga wanao. So tunategemea kwamba ligi ya msimu huu itakuwa ni bora kutokana na quality ya wachezaji wote walionao na level ya teams ambazo zimeopo sasa hivi pamoja na michezo iliyobakia hapo mbele. So ninaona pressure itazidi kuwepo pande zote mbili, Simba na Yanga. Kwa matokeo ya hivi karibuni Living Young Africans ndio ambao wameonekana kuwa na timu nzuri zaidi, lakini katika mchezo wa jana walionekana wanajilinda, yani wanazuia zaidi, mashambulizi mengi yalitoka kwa Simba. Ili pengine mwalimu alifeli wapi, na ni sahihi sisi kusema kwamba Simba alikuwa bora kwenye mchezo wa jana? Na yes, cha kwanza ni sahihi kusema kwamba Simba alikuwa bora katika mchezo wa jana, cause ukiangalia aspects zote za mchezo, possession, shots on target, chances created, Simba alimpiku Yanga. Kitu pekee ambacho Yanga alimpiku Simba ni saves ambazo alikuwa anafanya Djigui Diarra. So unaweza ukaona kwamba kwa jana kwangu mimi nikaona kitu pekee ambacho kilikuwa kinakosekana kwa Young Africans, especially vitu viwili. Cha kwanza, it's ball carrying player like Pacome. Nina uhakika jana kama Pacome angekuwepo kwenye mchezo, pia tungepata kuona mchezo tofauti. Kuna kind of player alizozifanya Mudathir Yahya kama Pacome. Kuna muda alipiga turn kuanzia katikati ya uwanja, alimwacha Kagoma, akadrive mali mpaka kaingia ndani ya box la Simba Sports Club, mpira ukapotelea kwa Maxim pia Nzengeli. Lakini unaweza kuona kwamba kama Yanga wangewapata mawinga pase, wachezaji kucheza wide players, wakuwapa changamoto Nixon Kibabagi pamoja na Shomari Kapombe, lakini pia wangepata ball carrying player, a dribbler like Pacome, nina uhakika game ingekuwa ni very very tough. Kumbuka jana Young Africans walikuwa wanamkosa Pacome, walikuwa wanamkosa pia Clement Mzize, ambao hao ni wachezaji wenye impact kubwa sana inapoelekea derby. Kwa hiyo Young Africans kwa jana walikuwa sio katika kiwango bora ambacho watu wamezoea. Kwa hiyo Steve Barker hakuwa na choice. Ndio maana kipindi cha nyuma nilikuwa nasema kwamba nilitamani nione Maxi
Duke, Mudathiri pamoja na Damaro, huku nikimuongeza na Okello, ataanza na watu wangapi pale? Na jana mimi sikushangaa kwa nini Okello alianzia nje. Cause ile derby ilikuwa inahitaji fighting katika eneo la midfield, lakini pia watu kujituma sana. Ukiangalia physicality ya Okello, work rate ya Okello sio sawa na Maxi, sio sawa na Duke, sio sawa na Damaro. Kwa hiyo Young Africans jana walikosa wachezaji wa pembeni wa kuwapa kazi Nixon Kibabage na Shomari Kapombe. Ukifuatilia jana, Kapombe na Kibabage walikuwa na safari, walikuwa na overlap nyingi sana kuliko Israel Mwenda na Zimbwe kama ambavyo tumezoea kwenye michezo ya kawaida. So unaweza kuona kwamba ni namna gani jana Yanga waliwamisi wachezaji wao wa pembeni, lakini pia mchezaji kama Pacome. Livi, kwa kumalizia zaidi, kama tulivyosema, performance nzuri ilikuwa ni kwa Simba Sports Club, lakini tuzo kwa maana ya man of the match amechukua Djigui Diarra. Alistahili kwa kumalizia? Kwa upande wangu yes, naweza kusema alistahili, japo hapo na wengine zaidi waliostahili. Ukiangalia performance ya Rushaine De Reuck, ukiangalia performance ya Kibabage, ukiangalia performance ya Geye, ukiangalia performance yake mwenyewe Diarra. So wenye dhamana ya kuchagua man of the match wakaona Diarra anafaa kutokana na kile alichokifanya, japo wapo walikuwa na wengine wanaostahili. Kwa hiyo kama na yeye alikuwa ni miongoni wa wale ambao walifanya vizuri kwenye mchezo, wanastahili kupokea tuzo ya mchezaji bora wa mchezo. Bwana, shukrani sana Livingston. Karibu sana. Nashukuru sana mkuu. Hiyo ndio tamati ya Jahara sehemu ya pili. Tumezungumza sana michezo humu ndani, tukiangalia tathmini ya mchezo wa jana, dabi ya Kariakoo iliyotamatika kwa suluhu ya bila kufungana, Young Africans wakiwa wenyeji wa mchezo huo dhidi ya Simba Sports Club pale New Amani Complex. Katika msimamo, tayari Young Africans bado ni wa kwanza wakiwa na alama 29 raundi ya 11, sambamba na Simba ambao wana alama 24. Tofauti kati yao ni alama 5. Mimi ni kizazi juaji Donald Musa Balabala, kwenye mitandao yote ya kijamii ni Don Balabala. Kwa niaba ya Mlimani TV waliofanikisha kipindi hiki, tunakitakia utazamaji mwema wa vipindi vinavyoendelea.